Ni mwendo ambao umegharimu zaidi ya masaa 27 toka kikosi cha Young Africans waianze safari hiyo jana kutokea katika taifa la Tanzania kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo unataraji kupigwa mnamo siku ya tarehe 7 ya mwezi wa pili katika mwaka huu 2026. Mchezo ambao Yanga wanahitaji kufanya vizuri, wanahitaji kupata ushindi ili kufuzu moja kwa moja, lakini pia wanahitaji sare ambayo itawafanya kukaa katika mazingira mazuri ya kuweza kushinda mchezo wao wa mwisho dhidi ya JS Kabylie na kuweza kwenda katika hatua ya robo finali katika michuano hiyo, na itakuwa ni rekodi nyingine kwa hivi karibuni zaidi ya miaka takriban 20. Itakuwa ni mara ya pili Young Africans kutinga katika hatua ya robo finali katika upande wao. Mara ya mwisho ilikuwa ni msimu 2023-24 chini ya Miguel Gamondi, miamba hii ikaweza kutinga katika hatua ya robo finali. Sasa kikosi cha Yanga baada ya pirika zote zilizokuwepo hatimaye wamefanikiwa kutua katika taifa la Morocco walikohitaji kuelekea. Watu wengi wameshangazwa na Yanga kumaliza muda huu mwingi zaidi safarini kuelekea nchini Morocco, lakini Yanga wamekutana na kadha wa kadha kama ambavyo tunajua. Pia upande wa Waarabu yale ambayo yamekuwa ni utaratibu wao na mambo ya kawaida ambayo yamezoeleka katika upande wao, kama walivyofanywa dhidi ya Jeska. Pia leo hii imekuwa kawaida ya Waarabu, japo haijagharimu muda mrefu, lakini tayari tumeweza kutazama katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi yakijitokeza yaliyosubiriwa kwa hamu kubwa, au ambayo wengi walikuwa wanataraji kutazama katika nafasi hiyo. Ni wakati ambao tumetazama maofisa wa polisi wakiwazuia Young Africans pia katika uwanja wa ndege kwa muda, wa baadhi ya vifaa vyao vikiwa vinakaguliwa kwa muda ambao zaidi ya risali moja wametumia wakiwa airport wakisubiri mizigo yao ili kamilike moja kwa moja wapate nafasi ya kuelekea katika sehemu husika ambayo walistahili kukaa. Kumbuke kikosi cha Yanga safari yao imekuwa ndefu zaidi ya masaa 26 tunayazungumza, kwa sababu kikosi kimetoka nchini Tanzania jana majira ya saa 6 kwenda saa 7, ndio wakati ambao kikosi kikaanza safari saa 6 saa 7 mchana kuelekea Dubai. Then baada ya kikosi kutua Dubai wakapumzika usiku wa jana, then leo hii asubuhi safari ambayo imegharimu masaa takriban 6 masaa 7 mpaka 8 from Dubai to Casablanca. Then baada ya kutua hapo Young Africans ndio wakawa wanacheleweshwa moja kwa moja kupewa mizigo yao ili kuweza kuondoka kutoka mji wa Casablanca kuelekea katika mji wa Rabat, eneo ambalo mchezo wenyewe utakwenda kufanyika, na Yanga eneo ambalo tayari walihitaji kufanya yao makubwa zaidi. Lakini Yanga wao wenyewe kupitia katika page yao ya Instagram wamempost Dickson Jobu katika ulinzi mkali zaidi na maofisa pia, akiwa ofisa mmoja anaonekana nyuma ya Dickson Jobu, lakini pia ofisa mwingine akionekana nyuma ya Zimbwe Junior, lakini pia upande wa Emmanuel Edmond naye akionekana katika uwanja wa ndege. Then wakaandika ya kwamba wananchi tumewasili Morocco. Hiyo ikiwa ni moja ya taarifa ambayo Young Africans wameweza kuitoa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Baadhi ya mashabiki wa Yanga wanakuambia all the best our team, we are just waiting for you, kila ambacho mtakwenda kufanya katika mchezo. So tayari imetimia na tayari imekuwa kikosi cha Young Africans ninavyozungumza nawe tayari kimetua katika ardhi tukufu ya Morocco, ardhi ambayo Yanga wanahitaji kufanya vizuri zaidi. Wachezaji wengi wa Yanga akiwemo akina Baka Mwamnyeto, akina Jobu waliokuwa na timu ya taifa ya Tanzania, akina Hussein Masaranga, ni muda mfupi tu wametoka katika taifa hilo, wakati michuano ya Total Energies Africa Cup of Nations yakiwa yanatimua vumbi katika taifa hilo. So amerejea kwa mara nyingine, na huu ni mtaji mkubwa ambao Young Africans wananufaika nao. Yanga anahitaji ushindi ili kufuzu, lakini anahitaji sare ambayo itampeleka katika nafasi nzuri zaidi pia ya kuweza kufuzu, kwa sababu sare ambayo Yanga ataipata katika mchezo huu ni sare ambayo itakuwa ni sare yenye maana kubwa, na itakuwa ni sare ambayo
kuna kitu cha ziada ambacho Yanga atakwenda kugain na atakwenda pia kupata katika upande, kwa sababu itamhitaji mechi ya mwisho apate ushindi wakati ambao moja kwa moja aweze kufuzu pasina ya kujali matokeo ambayo FAR Rabat atakuwa ameweza kuyapata. So Kariakoo, miamba hii ya kurokea Kariakoo, Young African Star wametua Morocco. Unazungumza vipi taarifa hii, lakini pia unaizungumza vipi Young Africans kuwasili kwao na kutoka kwao katika taifa la Morocco? Tupia comment yako, lakini subscribe.